Hamjambo wa Kenya. Leo pia nina jambo kwenu. Kwa wote wenye wanaoelewa lugha ya Kiswahili, nina jambo. Na jambo lenyewe sio jambo geni katika maisha yetu. Nimekuja kwenu, sina sarakasi ya maneno ama kuwa entertain. Nimekuja tu kwa ajili ya uhusia tu. Na leo ningependa kuzungumzia jambo la usafi. Usafi, 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 usafi. Jamani, usafi. Nimekuja kugundua kwamba watu wetu wengi hawapendi usafi. Hawapendi. Watu huku nje wanaonekana wamevaa nguo vizuri, lakini uchafu ni nambari moja. Sitakuwa nachukua muda wenu mwingi, lakini kwa ule muda mfupi nitakuwa nazungumza na nyinyi. Naomba tu tafadhali angalau upate jambo la kusaidia. Mimi nimeshuhudia wengi. Nimeshuhudia mambo ya ajabu sana kuhusu usafi. Unakuta watu wameng'ara, wamevaa vizuri, kama mimi hivi sasa. Lakini kwenye anatoka, malazi yake ukirudi pale uiangalie, utafikiria ni mwenda wazimu alikuwa analala pale. Wengine wameacha vyombo ni vichafu ajabu, lakini huku nje ameng'ara, amenukia vizuri. Dada zangu, kaka zangu, pendeni usafi. Usafi sio gharama. Usafi wa mwili, fikiria sana kuhusu usafi wa mwili. Usafi kwenye unaishi, penye unalala, kwa nyumba yako, zingatia usafi. Hata chakula tu, zingatia usafi. Wengine wataniuliza, hadi usafi hadi chakula. Ndiyo, hadi chakula inahitaji usafi. Nitakuwa nakuja kwenu nikizungumzia mambo mingi tu. Na wakaribisheni tu mzidi kufuata msururu wa vipindi vyangu, video zangu fupi za kuelimisha. Lakini kwa leo nawahimiza, kumbukeni usafi. Wacha kung'ara huku nje, lakini haujaoga, labda umejipaka marashi, labda umevaa nguo za ndani chafu, malazi hayajawahi kuanikwa, ni machafu ajabu. Vyombo vya kulia ni ajabu. Kwa nyumba unayokaa hauna shughuli nayo. Wanasema cleanliness is second to godliness. Pendeni usafi. Mpende usafi. Nitakuwa nazungumzia neno moja kwa moja. Nazungumzia mambo ya chakula, nazungumzia mambo ya malazi, nazungumzia mambo ya mavazi. Tuangalie vile sisi ni wachafu ama ni wasafi. Lakini kwa leo hii, pendeni usafi. Pendeni usafi. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi, upendo wa Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi hata milele. Muwe na wakati mwema, lakini zingatieni usafi.